Waasi wa M23 walio mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kuwa rais wa zamani wa taifa hilo Joseph Kabila amewasili katika mji mkuu wa mashariki wa Goma. Hii imetokea siku chache tu baada ya bunge la Seneti kumwondolea kinga Kabila ili aweze kushtakiwa. Wiki jana Seneti iliondoa kinga inayoruhusu kushtakiwa kwake kwa makosa ya uhaini na uhalifu wa kivita kwa kusemekana kuhusika na kundi la M23 ambalo liliteka Goma mnamo Januari ya mwaka huu. Wachambuzi wanasema kuingia kwake Goma kutaifanya kuwa vigumu kwa mamlaka kumtia nguvuni na kumshtaki. Katika hotuba aliyotoa siku ya Ijumaa, rais huyo wa zamani alikanusha madai dhidi yake, akisema kuwa anapanga kuondoa uongozi wa kiimla nchini humo. Siku chache zilizopita kulikuwa na tetesi kwamba niko Goma ambako nitafika katika siku chache zijazo kama ilivyotangazwa awali. Uongozi wa Kinshasa ulifanya uamuzi wa kiholela bila kujali. Inaonyesha kudorora kwa demokrasia. Hii leo Augustin Kibuya ambaye ni katibu mkuu wa chama cha Union for Democratic and Social Progress amemkashifu Kabila kwa kushirikiana na M23. Kufikia jioni ya leo, ninamsihi Bwana Kabila awaache Wakongomani watatue matatizo yao wenyewe bila majadiliano, kwa sababu sisi kama raia wa Kongo tutasikizana siku moja, sio kama yeye, kibaraka wa Rwanda aliyelazimishiwa madaraka. Kabila aliwasajili M23 na kuwaleta hapa ili kutuua wakati wa maandamano, na hakujua kwamba tayari tulikuwa na habari hizi zote. Tuna familia ambazo ndugu zao waliuawa na Kabila. Sasa baadhi ya wanasiasa mashariki mwa Kongo wanaomuunga mkono rais huyo wa zamani wamezungumzia hatua ya Kabila kurejea jijini Goma. Leo kama rais Joseph Kabila anafika hapa ni juu ya kusaidia kuona tena kurudisha amani na kutia Wakongomani fasi moja, juu ya kusaidia kusonga mbele, kwa sababu hii tulipoa nchi imerudia nyuma kushinda kilikuwa tumefika. Joseph Kabila ni Mkongomani na alikuwa nje ya Kongo. Anakuja kwanza kama Mkongomani kurudi nyumbani mwake. Akafikia Goma, akafikia Kinshasa, akafikia fasi yote iko Mkongomani, amerudi kome Mkongomani. Na iko nakuya kwa amani, anakuya saidia Wakongomani kwa experience yake. Kome mtoto, kome Mkongomani, anakuya saidia kuleta amani ndani ya Kongo. Wakazi wa mji wa Goma pia wametoa maoni yao kuhusiana na swala zima la kuwepo kwa Kabila mjini humo. Kusikia rais Kabila anafika hapa Goma, antukani na shukuru. Sawasawa alivyoachia kiti mwenzake Tshisekedi, atuletee amani. Amani ndio tunaomba, antuka atusaidie na amani. Karibu sana Joseph Kabila. Tunashukuru sana kukuona. Tunaomba amani, kwani vita imetutatiza. Wanawake wamebakwa, wababa wameuawa, watoto vile vile. Tunaomba amani. Sasa ni ipi hatma ya Kabila baada ya kuondolewa kinga, na je, uwepo wake mjini Goma unamaanisha nini haswa? Ili kupata majibu kwa maswali hayo, sasa tuungane moja kwa moja na mchambuzi wa siasa za kimataifa Godwin Gonde akiwa studio zetu Dar es Salaam, Tanzania. Gonde, iwapo ni kweli kwamba Kabila yuko Goma, unadhani kwa nini ameenda huko? Nadhani atakuwa amefika huko kwa ajili ya kuweza kushiriki moja kwa moja katika huo uasi ambao unaendelea, kwa sababu ni majibu ya yale ambayo seneti ya nchi hiyo imeweza kuyafanya ya kumuondolea kinga, naye sasa anaona kama njia ya kujihami ni kuweza kushiriki moja kwa moja katika kile alichokisema kuiondoa madarakani serikali ambayo anaita kiimla. Na kwa mtizamo wako, ni kwa nini M23 wamechukua hatua ya kutangaza kwamba yupo mjini Goma? Kwa sababu ni eneo ambalo wanalidhibiti na wana taarifa zote za nani anaingia na nani anatoka, na kwao uwepo wake ni faida au ni swala jema kweli kweli, kwa sababu ndio wanaonekana kuendelea kuungwa mkono na mtu kama Kabila ambaye anao ushirika mkubwa wa Wakongomani wengi, lakini bado anao mkono wake kwa wanajeshi ambao wanaunda jeshi la serikali. Kwa hiyo kwao wanaona kama ni njia mojawapo ya ushindi, lakini kuendeleza kwa harakati zao za kutaka kuelekea mpaka Kinshasa. Gonde, turudi nyuma kidogo. Miaka kadhaa iliyopita, Joseph Kabila ndiye aliyempendekeza Felix Tshisekedi kuwa rais wa taifa hilo. Nini kimesambaratisha uhusiano wao mpaka ukaharibika kiasi hiki?
Nadhani ni tofauti ya maoni, mtazamo na maono wa aina gani ya Kongo wanayohitaji. Msigano unapotokea kati ya rais ambaye yuko madarakani na yule ambaye amestaafu, inagawanya watu wote katika serikali. Tunaona chama cha Kabila kilijitoa au kiliondolewa moja kwa moja katika kushiriki katika kuisaidia serikali takriban kama miaka mitatu nyuma. Hilo nalo lilikuwa ni pigo kwake, jambo ambalo naye aliazimia kwamba ni lazima atafanya kila liwezekanalo kumwondoa Rais Tshisekedi madarakani. Kwa hiyo ndio imekuwa hali ya vuta ni kuvute mpaka inaendelea sasa, jambo ambalo linahatarisha usalama katika ukanda huo. Sasa kuondolewa kwa kinga kutakuwa na athari gani kwa Kabila binafsi na pia siasa za DRC kwa ujumla? Kuondolewa kwa kinga manake kwanza kunatoa mwanya kwa yeye kuweza kushtakiwa kwa makosa ambayo tayari ameshaainishwa: uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu, pamoja na harakati zake za kusaidiana na vikundi vya waasi, ambayo itaweza kumpelekea katika kesi ya uhaini. Sasa Wakongomani wakiamua kuifanya hii kesi nje ya Kongo, wakiomba msaada wa jumuiya ya kimataifa, mathalani mahakama ya kimataifa, manake uwezekano wa yeye kukamatwa na kupelekwa ICC upo. Lakini kama itafanyika ndani ya serikali ya Kongo kwa kutumia vyombo vyao kwamba wamkamate, inaweza ikaileta Kongo katika machafuko, kama ambavyo nimeelezea hapo awali. Anao uungwaji mkono mkubwa sana ya baadhi ya Wakongomani pamoja na watu ambao ni mamluki katika serikali ya sasa. Kwa kifupi, Gonde, hii itaathiri vipi zile juhudi ambazo zinaendelea kurejesha amani mashariki mwa Kongo? Itaathiri kwa sababu juhudi hizi tumeziona zikifanywa na mataifa mengine nje ya Afrika, lakini kadiri muda unavyoendelea ndivyo tunapoona sababu za mgogoro huu zinabadilika. Mara ya kwanza ilionekana labda ni M23 peke yao, ikaja ikaonekana ni Rwanda, lakini imekuwa ikibadilika. Sasa hivi mtuhumiwa mkubwa anakuwa ni Rais Kabila. Kwa hiyo inadhoofisha, lakini inatoa ile focus au mwonekano wa namna gani ya kutafuta suluhu. Nani aitwe, nani awekwe kwenye meza mazungumzo, imekuwa ni hali inayobadilika kila baada ya muda. Shukran sana Godwin Gonde kwa tathmini hiyo ya kina. Asante sana kwa kusema nasi, na mahojiano hayo na Godwin Gonde akiwa katika studio zetu Dar es Salaam yanahitimisha taarifa yetu kuu usiku huu.